Na wasalimu wote. Utangulizi wa elimu ya masoko kwa mtandao. Fikiria kuhusu soko la vijijini unalolifahamu. Watu wanaweza kusafiri kutoka majumbani kwao na katika maeneo ya jirani kununua na kuuza bidhaa kwenye soko hilo. Hata hivyo, moja ya changamoto za aina hii ya soko ni kwamba linategemea sana wateja waliopo karibu na eneo la soko hilo kijiografia. Vipi kama badala yake ungeweza kutembelea soko linalohudumia wateja waliopo sehemu mbalimbali za dunia? Hilo linawezekana hasa kwa kupitia soko kwa mtandao linalopatikana kwenye internet. Masoko kwa mtandao yanaweza kufikia watu katika miji mingine, majiji au hata nchi nyingine bila kujali mahali walipo wateja kijiografia. Tufikirie kuhusu hizi aina mbili tofauti za masoko kwa kutumia mfano. Fikiria kuwa unatengeneza na kuuza vitu vya watoto vya kuchezea vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, kwa mikono na ukitumia malighafi za kienyeji. Unauza vitu hivi vya watoto kuchezea kwa mafanikio kwa kuuzia wazazi sokoni kwenye kila mwisho wa wiki. Lakini una tatizo. Unataka kupata pesa zaidi. Ili upate pesa zaidi, unahitaji kuuza idadi kubwa ya vitu vya watoto vya kuchezea. Ili uuze idadi kubwa ya vitu hivyo, unahitaji idadi kubwa ya wateja. Ni wazazi wanaotembelea soko hilo la kijijini pekee wanaoweza kununua vitu vyako, kwa sababu wao pekee ndio wana uwezo wa kufikia kwenye soko hilo. Lakini je, badala ya kuuza vitu kwa wateja, kwa maana wazazi wa kijijini pekee wanaotembelea soko hilo, ungeweza kuuza kwa mtu yeyote duniani kwa kupitia internet. Hili linawezekana kabisa kwa kutumia masoko kwa mtandao. Badala ya kuuza bidhaa za biashara yako kwa wateja wanaoishi jirani na wewe, unaweza kuuza kwa mtu yeyote mwenye uwezo wa kutumia internet. Zaidi ya watu bilioni 5 duniani wana uwezo wa kutumia internet. Kwa kulinganisha, ni watu wangapi wanatembelea soko lako la kijijini? Sasa hebu tukufikirie wewe binafsi. Je, bidhaa unayouza kwenye soko la kijiji inavutia? Je, wapo watu ambao hawatembelei soko hilo la kijijini ambao wanaweza kuvutiwa na bidhaa yako? Kama jibu ni ndio, ni muhimu kuzingatia pia kuuza bidhaa yako kupitia masoko kwa mtandao. Unaweza kujifunza kuhusu hizi aina mbili za masoko kwa kupitia uchunguzi kama ifuatavyo. Unaweza kutembelea wauzaji wengine, kuzungumza na wateja, au kuuza bidhaa yako kwa majaribio ili kubaini kinachowezekana. Soko kwa mtandao. Unaweza kuchunguza wauzaji wengine kwa kuperuzi tovuti au programu inayohusiana. Chunguza jinsi wanavyoelezea bidhaa zao, wanavyopanga bei na wanavyojibu wateja. Ni kitu gani unaweza kujifunza kutoka kwenye masoko yote mawili ili kuboresha wazo lako la biashara? Soko la kijijini. Imani hujengeka kupitia mazungumzo na uhusiano. Wateja kurudi kwa muuzaji wanayemfahamu na kumwamini. Soko kwa mtandao. Imani hutokana na maelezo ya bidhaa yaliyo wazi, picha nzuri, mapitio ya uaminifu na huduma ya kuaminika. Utawezaje kufanya biashara yako kwa mtandao ili ionekane ya kuaminika hata kama huwezi kukutana na wateja wako uso kwa uso? Soko la kijijini. Unaweza kuanza kwa kuuza idadi ndogo ya bidhaa ili kubaini mwitikio wa wateja kuhusu bidhaa au huduma yako. Soko kwa mtandao. Unaweza kuweka bidhaa chache ili kubaini zipi zinauzika.
Tumia mrejesho kutoka kwa wateja kuboresha bidhaa zako. Kwa hiyo, utaamua kuuza nini kwa soko la mtandao? Sifa gani hushawishi wateja kununua bidhaa yako?